Chamazi pale. Azam dhidi ya TRA. Bonge moja la mchezo mwingine huu. Mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi hiyo bana. TRA katoa sare ya bao 1-1 dhidi ya JKT. Ndiyo. Mechi ya kwanza. Lakini Azam pia na wao pia walitoa sare dhidi ya Polisi Tanzania. Maana yake ni kwamba matokeo yanafanana. Pia sare ilikuwa ni ya bao 1-1. Matokeo hizi timu zote yanafanana. Kwa hiyo leo atakayeshinda kati yao maana yake ni kwamba anakwenda kufikisha alama 4. Inawezekana ni Azam ama wakawa ni TRA. TRA miongoni mwa timu pia ambazo zimeboresha sana, hasa wachezaji ambao wamekuja kama maingizo mapya. Boresha kikosi chao kina Charles Komanya. Wameingia kwenye kikosi kina Salmini Oza na wachezaji wengine wengi, lakini bahati nzuri pia walifanikiwa kubakiza wachezaji ambao wamemaliza nao msimu uliopita. Maana yake ni kwamba ili uwe bora pia uweze kumaintain asilimia kubwa ya kikosi chako ambacho umekuwa nacho kwa msimu. Ndio. Kwa hiyo TRA ni miongoni mwa timu ambazo zimefanikiwa na pia kubaki na kocha. Sijasikia sana tetesi miongoni mwa makocha na msimu huu, miongoni mwa vitu ambavyo sijasikia kwamba anatimuliwa. Yaani sijasikia habari za kuhusiana na kocha kwamba huyu ataenda sehemu fulani. Okay. Yaani unajua kuna ile msimu unamalizika kocha anakuwa anatajwa sana. Mfano msimu 2023 23-24 I think so. Jeshi la polisi mkoani Geita limempongeza mwenyekiti wa halmashauri ya Geita na diwani wa kata ya Lidete Lakini ilikuwa ni kulingana na namna ambavyo ambao tuliona timu ya taifa ni kama walimpa nafasi ya kwenda kuwa kama sehemu ya benchi ya ufundi. Kwa hiyo ukitazama maana yake ni kwamba Azam kwa usajili ambao wameufanya, nikijaribu kuangalia kikosi chake vizuri mwalimu, mchezo wa mwisho ilikuwaje? Ni kama anaumiza kichwa nani aanze nani abaki. Hicho ni miongoni mwa kitu ambacho kinamuumiza. Lakini upande wa pili inamsaidia kwa sababu anapata room ya rotation, lakini pia kupata wachezaji walau mchezo wa mwisho ilikuwaje? Anajaribu kuangalia hapa haraka mechi moja kwenda mechi nyingine. TRA mchezo wake wa mwisho ligi kuu mchezaji kumsafirisha, mfano ametoka Kagera, katoka Dar es Salaam. Yes, tuko Pretoria kama nyumbani, Constantine the boss lady, and finally here she is birthday girl Princess Latifa. How are you? Ndio. Maana yake ni kwamba kuna namna looks so nice kwa wachezaji. Kwa hiyo inakuwa ni walau kwa mchezaji ambaye hajapata mechi, walau kuna kitu anakuwa nacho. Na inawezekana pia changamoto inakuja kwa game. Hiyo bado ni changamoto. Kwa hiyo nimeona pia hiyo, lakini somehow kocha wa kikosi cha Yanga anaweza pia kumanage kwa maana ya kuwafanyia rotation. Unamuona Mohamed Hussein Zimbo Junior pia anakuwa anapata nafasi, anacheza, na kwenye kila ambacho amekuwa akifanya kulingana na ushindani wa kikosi kwenye kikosi chao ama nafasi yake, bado amekuwa akionyesha impact ya moja kwa moja. Lakini pia unarudi Mudathiri haya ambaye inawezekana kwa haraka unaweza kusema huyu anapoteza nafasi. Kocha amekuja amemuona, nimepata taarifa kwamba Damaro pamoja na Abdul Karim, si ndio? Wamerejea Singida. Yes, wanaenda zao Singida Black Stars. Kwa maana yake ni kwamba nafasi ya Damaro pamoja na kuwa eneo la kiungo, naweza nikasema bado kulikuwa na uhitaji. Sababu ukiangalia Azizi Andambwile ilikuwa inasumbua hivi, tulikuwa tumekata mawasiliano kuseti mitambo ili kukuletea burudani mubashara kabisa. Kama ndio kwanza unaungana nasi, dakika zinazidi kuyoyoma, dakika zinazidi kuyoyoma. Ndugu mtazamaji wa Soka TV HD, endelea kusalia nasi yao. Piga mpira mrefu huu, Mudathiri anapiga pasi ndefu hii, bado unamuona kabisa ni chaguo la 4. Alikuwa pasi nzuri kweli kweli. Yao. Piga mpira mrefu huu. Pia na ratiba ilivyo inawatengenezea wachezaji. Umetoka nje. Mimi nikipata na dakika 10 zinanitosha kwa sababu mechi iko nyingi. Inawezekana mimi nikaenda baadaye nikaja kupata mzigo wa kucheza mpaka mechi na kwanza ilikuwaje akaingia mwingine. Inawezekana ikitokea mfano kwenye nafasi ile unaocheza mna wachezaji wako mko watatu, lakini ambao labda inawezekana mnakuzana kwenye performance. Ikiwa sasa kuna hizo event moja automatic ni wewe ndio utakwenda kukava na karibuni yake, tena tuendelee kuonyesha kitu kwa ubora mkubwa sana. Kwa hiyo ijulikane mechi zitakuwa ni ngapi. Na kipindi hiki kuna vitu vingi sana. Kikosi cha Yanga dhidi ya Coastal Union wana Mangu tayari kimeshaweza kutoka. Kocha Mangoba Ngiti ameshaweza kuweka hadharani wanaume 11 ambao wataweza kwenda kuanza kwenye mchezo
tunakujuza taarifa kuhusiana na mchezo unavyoendelea pale Azam Complex Chamazi Dar es Salaam, Azam dhidi ya TRA. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na kuelekea mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara kesho kutwa pale mkoani Singida. Simba Sports umetoka Mwanza hii leo wanaelekea Singida kwa sababu ya muda wetu na ila kuna maswali yake Ahmed Ali kuhusiana na namna ambavyo wanaelekea Singida kwa tahadhari kubwa sana wakati itakuwa si kwamba unaweza kuendelea kuandika maswali yako. Kucheza na Singida ni moja kati ya mechi ngumu ambayo tunakwenda kukutana nayo hapa Tanzania. Miongoni mwa mechi ngumu ambazo Simba huwa tunacheza ni pamoja na mechi dhidi ya Singida. Mwaka jana ama msimu uliopita katika uwanja wao pale wa Singida ambao wanaotumia tulifanikiwa kupata ushindi wa magoli 2-1. Mechi ilikuwa ngumu, tulitangulia bao la kwanza wakachomoa, lakini dakika za mwishoni kabisa Elim Panzu akaja akafanya ubaya ubwela na mnyama akaondoka na alama 3 za kibabe kweli. Msimu huu sidhani kama watakubali twende tukawafungie pale kwao. Lazima watajitutumua, lazima watapambana, lazima watafanya kila wanachoweza kufanya ili tutukwane kupata alama 3. Na sisi tunajidhatiti na kujiandaa vilivyo twende tukapate alama 3. Tumeongea na tunaendelea kuongea na wachezaji wetu aina gani ya mechi ambayo tunakwenda kucheza. Na uzuri ni kwamba tunao wachezaji ambao wanaifahamu ile timu. Kwa hiyo wanazungumza na wenzao. Simba na Singida ni mechi aina gani? Kwa sababu hata wao walipokuwa kule walikuwa wanaambiwa mechi ya Simba ni Singida ni mechi ya aina gani. Kwa hawa wachezaji wanakuwa mabalozi wa kuwaambia wenzao ya kwamba hao sio Pamba, hao sio Kagera, hao ni Singida. Tunapokuwa tunajiandaa na mechi dhidi ya Simba kambini huwa tunaambiwa 1, 2, 3. Usimamizi wake unakuwa ni wa kiwango cha hali ya juu, kwa sababu kwao mechi dhidi ya Simba ni mechi ya kitofauti kabisa. Hayo wanasema mabalozi wetu ambao walikuwa huko wanasaidia kuwaambia wenzao ili na wengine kwenye fikra zao watambue hiyo ni mechi ya aina gani. Kwa hiyo usiwaone Singida wamepata sare jana dhidi ya Kagera Sugar. Inawezekana hata sare hiyo wameipata kwa sababu walikuwa wanafikiria tarehe 24. Kwa uwezo sisi tuko bora sana. Mechi itakuwa ni ngumu. Ni vema kila mtu akaelewa hiyo. Mechi itakuwa ni ngumu kweli, kwa sababu Singida wanacheza mechi ya maisha yao. Wanacheza mechi ambayo imewafanya wao kuwa Singida. Mechi ambayo ndio sababu ya ile timu kuwepo. Kwa hiyo ni mechi ambayo wana give it all kwa ajili ya kupambana na Simba. Mechi moja tu. Hizi nyingine ni by the way. Lakini mechi yao wao ni moja tu dhidi ya Simba. Kwa hiyo ni lazima na sisi tufanye maandalizi kwa capacity hiyo. Tusiwachukulie hawa ni Pamba, tusiwachukulie hawa ni Kagera, ama hawa sijui ni mtu gani mwingine. Hawa ni Singida ambao wenyewe ratiba inapotoka ya ligi wanaangalia kwanza tunacheza lini na Simba Sports. Alafu akitoka hapo unakuja kuangalia okay mechi nyingine ni zipi, ndio wanaanza maandalizi. Kwa hiyo ni mechi yenye kaliba ya namna hiyo. Na kila mwana Simba anatakiwa kuibeba huo uzito wa namna hiyo. Tuingie pale kivita, tuingie pale kijeshi, uwezo utaamua. Sisi kwa aina ya timu tuliokuwa nayo, ukija pupa tutakufunga tu, kwa sababu tuna equality players. Tuna Libase Geye, unafahamu yule mchezaji bora mpaka sasa wa ligi ya Tanzania, Libase Geye MVP. Sasa huyu si kuna watu wanajiita wana X Factor. Sasa huyu ndo mkuu wa X Factor. Haya bwana, hayo ni maandalizi ya klabu ya soka ya Simba, na nimeona hii leo wamepita Shaitown pale wakielekea Singida.
Iriza bwana imepita ukanda wetu bwana. Yani bana wakati ambao maji yanachemka. Hatari. Ahmed Ally yeye huko anacheza masinema tu. Kuna ndugu yangu mmoja pale Shaitown kanitumia video bwana. Chuma inapepea Iriza iko Shaitown inaelekea Singida. Na Opolo atakuwa umefika Singida hivi sasa. Of course. Ni miongoni mwa mechi kubwa ambazo ama mechi ambazo zimekuwa zikitupa test ya ushindani. Ndio. Simba dhidi ya Black Stars. Black Stars mentality na wao huwa kunakuwa ni kama kuna tumaneno sana kama ambavyo natusikia hapo kwamba wao mechi yao na Damaro karejea pale. Yes. Huwa ni mechi yao kubwa huwa ni dhidi ya Simba Sports Club. Kwa ni maneno ambayo moja kwa moja wakati mwingine inawezekana huwa yanakwenda yanawaudhi kuanzia viongozi wa Singida Black Stars, lakini pia hata wachezaji wenyewe. Yaani inaonekana ni kama Simba walishawatuisha mzigo ambao pengine hatuna uhakika kama kinachozungumzwa ama kimkazia Simba tu wanaambiwa nyinyi stawi. Yes, kwa hiyo imekuwa hivyo, lakini pia akifungwa Singida kama tumemfunga Singida na ndugu yake. Lakini kumbe hata Simba mwenyewe sawa kipindi kapigwa tunarejea hapo. Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule.